Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti ya Tanzania, huku maandamano yakiendelea. Hatimaye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imezungumza na kuvunja ukimya wake sasa hivi baada ya maandamano makali ya siku tatu tangu uchaguzi na baada ya matokeo ya kura kutangazwa asubuhi ya leo. Kwa niaba yake, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imetoa taarifa muhimu kwa umma sasa hivi kuhusiana na maandamano yanayoendelea, na pia imeweza kugusia suala la majeruhi na vifo ambavyo vinadaiwa kutokea katika maandamano hayo. Kabla ya kutaarifu ripoti hizi au ujumbe huu kutoka kwa serikali ya Mama Samia, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Kwa mara ya kwanza tangu machafuko yalipozuka kote nchini, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imezungumza rasmi kuhusiana na machafuko yanayoendelea kufuatia uchaguzi wa Tanzania uliofanyika tarehe 29 Oktoba. Kauli hiyo inajiri baada ya siku tatu za maandamano mfululizo yaliyochochewa na kura za kitaifa ya Jumatano iliyopita na kutangazwa kwa matokeo baadaye asubuhi ya leo. Akizungumza kwa niaba ya uongozi, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Mahmoud Thabit Kombo amelihutubia taifa kwa niaba ya serikali ya Samia Suluhu Hassan mapema leo na kukiri kuwepo kwa mvutano huo mkubwa, lakini akiwataka wananchi kuwa watulivu wakati serikali inazidi kukusanya taarifa sahihi kuhusu hali hiyo ambayo inaendelea ya maandamano. Katika taarifa yake, balozi huyo wa Samia Suluhu Thabit alisema serikali bado haiwezi kudhibitisha ni watu wangapi ama ni waandamanaji wangapi wamefariki au kujeruhiwa katika matokeo ya uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Alieleza kuwa wizara na mamlaka mbalimbali za mikoa bado zinaendelea kuandaa ripoti kutoka nchi nzima. Nikimnukuu, alisema kwa wakati huu hakuna mtu anayeweza kutoa idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa, alisema, akisisitiza kwamba tathmini bado inaendelea ili kujibu hasara ya binadamu na mali kufuatia maandamano ambayo yameitikisa taifa la Tanzania tangu uchaguzi. Kulingana na Thabit, serikali inaendelea kupokea ripoti za uharibifu mkubwa wa mali ya umma na ya kibinafsi katika maandamano yanayoendelea. Alitoa mfano wa matukio ya uharibifu wa magari, biashara binafsi na taasisi za umma, kuwa ni pamoja na magari kadhaa ya shirika la umeme la TANESCO ambayo yaliripotiwa kuchomwa moto na waandamanaji wenye hasira. Waziri huyo Thabit alibainisha kuwa serikali ya Samia itatoa hesabu rasmi ya majeruhi na uharibifu pamoja na vifo mara tu uchunguzi wa maandamano ya baada ya uchaguzi utakapokamilika. Kauli hiyo inafuatia taarifa zilizoenea kutoka kwa upinzani na vyombo vya habari vya kimataifa kwamba uchaguzi wa Tanzania ulifuatiwa na umwagaji damu mkubwa, ambapo baadhi ya makundi ya upinzani kama vile Chadema yamedai kuwa hadi watu 700 wameweza kuuawa nchini kote. Serikali hata hivyo imekataa kuwa udhabiti madai hayo. Hata hivyo imesema ni madai ya uongo na hayana uhakika, ikiyataja kuwa yametiwa chumvi na yamechochewa kisiasa. Nikinukuu, alisema hizi ni ripoti zisizo na msingi zinazolenga kuchafua jina la Tanzania na serikali yake. Thabit alisema, akishikilia kuwa hali bado inadhibitiwa na uchunguzi unaendelea licha ya kuendelea kwa maandamano yanayohusishwa na uchaguzi. Hapo awali Umoja wa Mataifa uliripoti ushahidi wa kuaminika wa takriban vifo 10 vilivyothibitishwa katika miji mitatu mikubwa, ikiwa ni pamoja na mji wa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha pamoja na miji mingine, huku maandamano ya kupinga uchaguzi wa Tanzania yakiingia siku ya tatu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamehimiza kujizuia, wakitoa wito kwa mamlaka za Tanzania kuepuka matumizi ya nguvu za mauaji dhidi ya raia au kuwajeruhi. Kwa mujibu, serikali inasisitiza kwamba mashirika ya usalama yanafanya kazi kihalali kudumisha utulivu na kulinda utulivu na amani wa kitaifa wakati wa kile kilichoeleza kama kipindi kigumu sana cha maandamano. Balozi huyo Thabit Kombo kwa niaba ya serikali ya Samia alizungumzia tatizo la kukatika kwa mtandao wa kijamii yani interneti uliozua utata na kudumaza mawasiliano kote Tanzania tangu kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Alipuuzilia mbali madai kwamba kufungwa kulikusudiwa kuwanyamazisha wapinzani, akieleza kuwa vizuizi viliwekwa kwa sababu za usalama wa kitaifa. Nikimnukuu, alisikika akisema, tuliporuhusu ufikiaji kamili wa mtandao, kikundi kidogo cha wasumbufu walitumia ili kuchochea vurugu, alisema. Hii haihusu ukandamizaji au kunyimwa haki, inahusu kuokoa maisha, kulinda mali na kuhakikisha usalama wa taifa letu baada ya uchaguzi, aliweza kuongezea
thabiti. Hata hivyo, aliendelea kuwahakikishia Watanzania kuwa huduma ya kawaida ya intaneti itarejeshwa hivi karibuni mara hali itakapotengamana, na mamlaka kuwa na imani kuwa mitandao ya mawasiliano haitatumika vibaya kuchochea machafuko zaidi. Bado kwa mamilioni ya wananchi waliochanganyikiwa na kukatika kwa umeme na intaneti, kauli hiyo haijasaidia sana kutuliza hofu kwamba serikali inaimarisha udhibiti wa habari potofu, huku maandamano ya kupinga uchaguzi wa Tanzania yakiendelea kuenea. Licha ya uhakikisho wa serikali, akaunti za mashahidi kutoka miji kadhaa husimulia hadithi mbaya. Jijini Dar es Salaam, moshi mwingi ulionekana ukitoka katika vitongoji kadhaa usiku kucha pamoja na mchana mzima wa jana, huku vikosi vya usalama vilikabiliana na makundi ya waandamanaji wanaokaidi amri ya kutotoka nje. Jijini Mwanza, waandamanaji walikusanyika tena usiku wa jana na mchana wote wa jana wakiimba kauli mbiu za kudai haki na kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan ajiuzulu. Jibu la moja kwa moja kile wanachoeleza kuwa ushindi ulioibiwa katika uchaguzi wa Tanzania. Kauli hiyo ya serikali sasa imezua hisia tofauti miongoni mwa Watanzania ambao wengi wao wanaotuhumu utawala wa Samia Suluhu kwa kudharau ukubwa wa mgogoro. Kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alisisitiza madai yake kutaka uchunguzi huru wa mauaji hayo ufanyike, akisema kwamba dunia lazima isikubali kunyamaza au kunyamazishwa mbele ya umwagaji damu. Matamshi yake yanafuata ripoti za awali kwamba viongozi wa upinzani walikuwa wakinyanyaswa na kuwekwa kizuizini hata wakati wa maandamano yanayohusishwa na uchaguzi wa Tanzania yakiendelea. Katika mikoa kadhaa ikiwemo Arusha na Kilimanjaro, wakazi walikaa usiku mzima mwingine wa wasiwasi, huko polisi wakiongeza kushika doria na kuweka vizuizi barabarani kuzuia mikusanyiko. Video zilizoshirikiwa na mashahidi jana zilionyesha vikundi vya vijana wakipeperusha bendera na kupiga kelele wakitaka haki yao ya uchaguzi, neno la Kiswahili la haki ya kidemokrasia, huku milio ya risasi na mabomu ya vitoa machozi kisikika kwa mbali. Machafuko hayo yanadhihirisha jinsi nchi imekuwa na mgawanyiko wa kisiasa mkubwa tangu uchaguzi wa Tanzania, huku wananchi sasa wakipinga waziwazi mamlaka ya serikali kwa njia ambazo hazijaonekana kwa miaka mingi. Waangalizi wanasema sauti ya ujumbe wa hivi punde wa serikali unapendekeza kuhama kutoka kwa kukataa moja kwa moja hadi kukiri kwa uangalifu mgogoro huo. Wakati utawala ukiendelea kukataa madai ya mauaji ya watu wengi, mwito wake wa kuwa na subira wakati ripoti rasmi zitakapokusanywa uchunguzi ukiendelea umeweza kuonyesha shinikizo linaloongezeka ndani na nje ya nchi. Mashirika kutetea haki za binadamu yamemtaka Rais Samia kuidhinisha tume huru ya kutafuta ukweli ili kutathmini kiwango kamili cha ghasia kufuatia uchaguzi wa Tanzania. Wakati maandamano ya Tanzania yakiweza kuingia siku ya tatu jana, wasiwasi wa kimataifa uliendelea kuongezeka. Umoja wa Afrika ulizitaka pande zote kujizuia, wakati Umoja wa Ulaya ulitoa wito wa azimio la amani na kuheshimu kanuni za kidemokrasia. Mtazamaji, ni hayo niliyokuandalia sasa hivi. Kumbuka kulike na kusubscribe, alafu nijuze maoni yako, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.